ya jinai ya ICC mjini The Hague, Uholanzi, wanatafuta njia ya kusonga mbele tangu Jumamosi iliyopita, siku moja baada ya taasisi hiyo ya kimataifa kutumbukia katika shimo lisilojulikana urefu wake kufuatia kuondolewa kwa mwendesha mashtaka mkuu raia wa Uingereza Karim Khan kwa madai ya utovu wa nidhamu wa unyanyasaji wa kingono. Nchi kadhaa zimetangaza mchakato wa kujiondoa kutoka kwa mahakama hiyo. Kipi kitarajiwe baada ya Khan kuondolewa na upi mstakabali wa mahakama ya ICC? Huo ndio mjadala wetu mchana huu wa leo. Tunaye katika laini ya simu kutoka jiji la Berlin hapa Ujerumani, Dr. Harrison Mwilima, karibu sana. Na katika laini ya simu akiwa mjini Paris nchini Ufaransa, Mali Ali, mchambuzi wa siasa. Nianze nawe moja kwa moja, Dr. Mwilima hapo Berlin. Kauli yako kuhusu kuondolewa kwa Khan kama mwendesha mashtaka mkuu wa ICC. Nadhani changamoto iliyopo hapo au kauli yangu kwa katika uamuzi huu ni kwamba ICC sasa hivi imekuwa ni kama chombo kinachotumika kisiasa zaidi, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba ili tukio la Khan kuondolewa linahusiana moja kwa moja na Khan alichofanya, kwa sababu tukumbuke kwamba Khan alitoa hati ya kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu pamoja na waziri wake wa ulinzi Gallant. Kwa hiyo tokea alipotoa hati hii kumetokea tuhuma nyingi, kwa mfano kama hizo tuhuma za ngono ambazo zikapelekea mpaka nchi za ICC kufanya kura ya kumuondoa. Lakini kwa upande mmoja kulikuwa kuna swala zima la Israel, lakini tukumbuke pia Khan alitoa waranti pia kwa Putin. Kwa hiyo hizi nchi zilipoenda kupiga kura kumuondoa Khan, ilitokea kama Khan kuweza kuungwa mkono na nchi ambazo zinaungwa mkono labda na Israel na Marekani, na pia zile nchi ambazo zinaungwa mkono labda na Urusi pamoja na washirika wake. Kwa hiyo ikapelekea Khan kuondolewa katika hiyo nafasi, lakini hii inaonyesha kabisa kwamba ICC imetumika kisiasa katika maamuzi yaliyotokea kuelekea Khan. Mali Ali anasema hapo Dr. Mwilima kwamba ICC kwa mtazamo wake yeye imetumika kisiasa kuweza kumuondoa Khan, na kuondolewa kwake kumekuja kama mshtuko hivi, kwa sababu ni kesi ambayo imeendelea kwa kipindi cha kama miaka miwili, halafu ilipofika Ijumaa ule uamuzi umechukuliwa haraka na akaondolewa. Hali hii ambayo inaendelea hivi sasa, unaona kwamba ilikuwa haki kweli kwa uamuzi huu kuchukuliwa, au ni ile pressure kubwa kutoka kwa dola kubwa za dunia ambazo zinaiona mahakama hii kama chombo ambacho kinajaribu kuzuia na kutia munda manake mambo yao wanayotaka kuyafanya? Kwa kweli mimi nadhani hilo haliwezi kutushangaza sana, kwa sababu uundwaji wa mahakama hiyo na hata mashirika mengine ya kimataifa yamewekwa kwa sababu ya mifumo ya kuwapa nafasi au ya kuzipa nafasi nchi kubwa zenye nguvu ziweze kutuongoza, kututawala kupitia vyombo hivi ambavyo vinaitwa kama ni vya ushirikiano wa kimataifa. Kwa hiyo maamuzi kama haya ya kumtoa Bwana Khan ni wazi yameshawishiwa na maamuzi ambayo yeye alichukua ya kuweza kutoa waranti kwa viongozi kama wa Israeli. Ni jambo la ajabu. Wale ni watu wasioguswa katika mfumo wa kimataifa. Kwa hiyo ni vyombo ambavyo vimewekwa pale ili sisi kunyanyasa wale ambao ni wanyonge, wasiokuwa na nguvu, au wale ambao hawajiungi na mifumo ya kutii amri ya nchi babe. Kwa hiyo hili liko wazi kabisa kwamba na ni tishio hata kwa mwingine akija asiwezi kufanya hivyo, lakini si kwa sababu ambayo ya tuhuma hizo ambazo zimetokea mwaka 2024 ndio ambazo zimesababisha hadi wawezi kumtoa. Pressure yenyewe tu ambayo iliyotoka wakati anatoa waranti zile
ilionekana wazi kwamba huyu bwana hawezi kuendelea kufanya kazi katika mahakama hiyo ya kimataifa, na jambo ambalo limethibitika sasa baada ya kumwengua na na kumshtumu hivyo. Kama unasema kwamba madai haya si sababu hasa ya yeye kuondolewa, kipi unadhani sasa kitafuata kwa upande wake yeye Khan? Na hasa taarifa zilizopo kwamba pengine kuna mambo mengine zaidi yanaweza yakaletwa na pengine kesi zaidi zikafunguliwa dhidi yake kwa lengo la pengine kutaka kumchafua zaidi na zaidi. Hilo lipo wazi, hawawezi kumwacha hivi hivi, ni lazima wamfuatilie na wamuonyeshe kwamba yani ni kama onyo hata kwa mwingine akichukua nafasi ile asithubutu kuweza kuwagusa wale ambao wasioguswa, kwa sababu dunia iko hivyo, ukweli wa dunia uko hivyo. Licha kwa tunashirikiana kwenye siasa hizi za ujamaa, siasa za kiuchumi na nini, lakini bado ushirikiano wa kimataifa una ubabe ndani yake. Kwa hiyo ni lazima watamdhalilisha na watamuonyesha kwamba hukutakiwa kufanya hivi. Basi nadhani kwa kweli, na hatupata mtetezi. La ajabu ni hilo, hatupata mtetezi, lakini kile ambacho kinachofuata sasa ni nchi zile ambazo zitakuwa hazina sauti ya kusema, basi zitaamua kujitoa na mahakama hiyo, na udhaifu wa mahakama hiyo utazidi kudhihirika zaidi. Dr. Mwilima anasema Mali Ali kwamba Khan hatapata mtetezi. Kwa maana hiyo mtu aliyekuwa na haiba kubwa kama hiyo ya kuwa mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya ICC amepatikana na makosa hayo, kura imepigwa na ameondolewa, na akose mtetezi katika dunia hii. Vipi hapo? Na tofautiana kidogo na Bwana Ali. Nadhani utetezi, Bwana Ali hapo anaongelea swala zima la nchi zenye nguvu. Kwa hiyo tunapoangalia nchi zenye nguvu, ni kweli kabisa hatopata mtetezi, lakini kwa nchi ambazo labda ni nchi ndogo, na katika mashirika labda hizi taasisi za kimataifa labda ambazo waziungani na serikali, nadhani huko atapata watetezi, kwa sababu katika kitu ambacho Khan ametuonyesha, kama alivyosema mwenzangu Bwana Ali hapo, ni kwamba hizi nchi kubwa ukizigusa zitakuletea changamoto. Tunafahamu kabisa Trump, kama kwa mfano tumesikiliza katika ripoti hapo kwamba Trump amesifia uamuzi wa baadhi ya nchi za Afrika kujitoa katika mahakama hiyo. Kwa hiyo tunaona kabisa hizi nchi kubwa, hususan utawala wa Trump, hazipendi sana hizi taasisi za kimataifa au sheria za kimataifa. Wenyewe wanataka wafanye mambo yao kama nchi zenye nguvu na wasitishiwe na nchi yoyote. Kwa hiyo mtu kama Khan, kitu alichotuonyesha ni kwamba hizi nchi kubwa zinaweza pia zikafunguliwa mashtaka na hati za kukamatwa viongozi wao zinaweza kutolewa. Kwa hiyo sidhani kama Khan atatengwa kabisa. Nadhani mashirika na taasisi za kijamii, nchi maskini, nadhani nyuma yake zinaweza zikamuunga mkono Khan. Dakta, kuna Venezuela, kuna Burkina Faso, kuna Mali, kuna Niger na hivi karibuni kabisa Chad, ambazo hizi zimetangaza nia ya kujiondoa kabisa kutoka kwa ule mkataba uliotumiwa kuanzisha mahakama hii. Huu msaada au niseme uungwaji mkono wa Khan kutoka nchi ambazo unasema ni maskini au nchi ambazo hazina nguvu sana duniani, itakuwaje kama hizi nchi sasa hivi zinaondoka katika mahakama hiyo? Nadhani nchi hizi zinavyoondoka zinaendelea kutuma ujumbe mkubwa duniani kwamba mahakama hii haihaminiki. Lakini tukumbuke kabisa kwamba hizi nchi pia zinaungwa mkono na Marekani, kwa sababu nadhani kama Marekani angekuwa haungi mkono, tukumbuke hata Niger, Burkina Faso na Mali walipotangaza kwamba wanajiondoa, tukumbuke kabisa kwamba walisifiwa na Marekani, waliungwa mkono na Marekani. Kwa hiyo kumekuwa kuna mikakati katika utawala huu wa Trump kuhakikisha kwamba nchi nyingi zinajiondoa katika ICC, lakini mikakati hii ni kutokana kwamba nchi hizo kubwa zimeanza kuguswa. Ndio maana tumeona kabisa kwamba nchi hizi sasa hivi zinaipinga mahakama hii ya ICC. Kwa hiyo ninachokiona hapo ni kwamba ndio nchi hizo zinavyojiondoa zinatuma ujumbe duniani kwamba ICC sio chombo kinachoaminika, lakini kwa watu ambao wanatafuta haki duniani, ambao waamini mahakama za ndani kama zinaweza zikawatendea haki, nadhani hiyo ni kitu ambacho kitafanya watu hao ambao wamepitia uhalifu mkubwa
kusikitika kwa namna moja au nyingine. Mali Ali, tuzungumzie sasa dhima ya Marekani kuelekea mahakama hii ya ICC. Kauli ya Donald Trump kama ulivyotaja kwamba anapongeza nchi ambayo imeamua kujiondoa. Unasemaje kuhusu zile nguvu za Marekani na Trump mwenyewe kuelekea mahakama hii, kutaka kuidhoofisha na pengine hatimaye hii mahakama itafika wakati pengine ipotee kabisa? Kwa kweli nadhani kwamba kwanza Marekani sio nchi mwanachama wa mahakama hiyo, na hata Israel sio nchi mwanachama, na hasa katika serikali hii ya Bwana Trump ni wazi kwamba imedhihirika wazi kwamba hakubaliani kuwepo kwa mahakama hiyo na hata kushirikiana nayo hataki. Na kitendo cha kuiunga mkono, labda ningeweka wazi ambayo ndugu yangu amezungumza, kitendo cha Marekani kuunga mkono viongozi hawa wa hizi nchi maskini, sio kwamba Marekani inaunga mkono mahakama ile, lakini Marekani imepata ndani ya hali hiyo maslahi yake ya aina mbili. Kwanza, kuokoa Israel kuchukizwa na maamuzi ambayo ya Bwana Khan alichukua dhidi ya Israel na kutaka kumuondoa Bwana Khan. Ni Marekani imesimamia hayo, presha yote ya nchi hizo. Pia kwa kuwa Marekani haitaki mahakama hiyo, basi inaungana na nchi ambazo zinachangia kuisambua au kuidhoofisha, na ndio maana Marekani inaunga mkono hizo nchi maskini ambazo ni Burkina Faso na zingine, na ikiwemo nchi ndogo ya Burundi ambayo ilianza kujitoa. Kwa hiyo sio kwamba uungaji mkono wa Marekani kwa hizo nchi inaunga mkono mahakama hiyo. Kwa hiyo lengo la Marekani kabisa ni mahakama hii isiwepo. Hilo ni jambo la ajabu kiasi kwamba watu watajiuliza, nchi kama Marekani ambayo inafahamika ni nchi kubwa ya kidemokrasia, kwa nini haikubali mahakama hii? Na kama mahakama hii kweli ipo kwa sababu ya haki, au ulimwengu kama huko kwa sababu ya haki, kwa nini wale wenye kuidhoofisha mahakama hii ndio waonekane wana nguvu zaidi kuliko wale ambao watetezi wa haki duniani? Haya, namuona hapa Hasani Mlacha akiwa Kaloleni kule Moshi, Tanzania, anasema DW asante na wapata vyema tokea mjini Moshi, niko nanyi. Kwa kweli kinachoendelea ICC ni mkono mrefu wa Amerika baada ya Amerika kufanya mpango wa kumwondoa Karim Khan aliyekuwa mwendesha mashtaka mkuu wa hii mahakama. Chiba Chida anasema hiyo mahakama ya ICC haina meno tena, ila ni muhimu kuwepo kwake, hususan kwa nchi za Afrika, maana Afrika imejaa viongozi wakatili kupita kiasi. Uwepo wake, na kama itafanya kazi kwa ufanisi, itasaidia ukatili huo unaotokana na viongozi walafi wa madaraka. Dr. Mwilima, unasikia hapo kauli za Chiba Chida na Hasani Mlacha, wote hao wanazungumzia mahakama hii ya ICC. Tuangalie utendaji wake mahakama hii tangia ilipoanza kufanya kazi 2002, mafanikio ambayo yamepatikana, na kumekuwa na tuhuma nyingi pia za uonevu na upendeleo. Tathmini yako katika kipindi hiki, na hasa kipindi ambacho Khan alikuwa anaiongoza kama mwendesha mashtaka mkuu? Dr. Nadhani kuna mafanikio mengi yamepatikana. Tumeona kabisa kwamba kuna baadhi ya kesi nyingi zimeendelea na baadhi ya warrant. Nadhani kitu ambacho Khan ametuonyesha sana, labda hata kabla ya Khan pia kulikuwa kuna dada yetu wa Kiafrika Fatou Bensouda kutoka Gambia. Walichotuonyesha ni kwamba hapo awali tulikuwa tunaona kesi nyingi na maamuzi mengi yaliyofanyika yalikuwa yameelekea katika nchi za Afrika. Kwa hiyo tuliona viongozi mbalimbali wa makundi haya ya kijeshi wakitiwa mbaroni. Kwa hiyo hicho kitu ambacho tulikiona, lakini tokea alivyokuja Fatou Bensouda na hata huyu Khan, tukaona kabisa kwamba wale wakaanza kuondoka Afrika, wakaanza pia kuangalia hizo nchi nyingine. Tukumbuke Bensouda alianzisha uchunguzi kule Afghanistan, mambo Marekani iliyokuwa inayafanya. Akaanzisha uchunguzi pia huku Palestina, ambapo Khan alivyokuja ndio akatoa sasa hizo warrant. Kwa hiyo hii tulikuwa tunaona kabisa kwamba mahakama sasa hivi inaanza kuondoka kule ambapo ilikuwa inaangalia sana nchi za Afrika, ikawa inaanza pia kuangalia hata hizi nchi kubwa. Kwa hiyo haya, mimi kwa upande wangu naona haya ndio yalikuwa mafanikio makubwa. Lakini sasa tunaona mafanikio haya sasa ndio yakaanza sasa
kukandamizwa sasa na nchi kubwa kama Marekani na Israel. Haya, asante Dr. Mali hapo Paris, nchi kadhaa ambako ICC hivi sasa inaendesha uchunguzi wa wazi zilikutana pamoja kando ya tukio la Ijumaa iliyopita na kuanza kujadili njia za kutoka kwa migogoro yoyote inayoweza kutokea kutokana na kuondolewa kwa Khan. Utendaji wa mahakama utakuwaje kwa wakati huu tukizingatia hizo kesi ambazo zinafuatiliwa katika nchi mbalimbali na mahakama hii? Kwa kweli udhaifu ambao utaendelea kuisibu mahakama hii utazidi kuonekana, kwa sababu Bwana Khan alikuwa ameonyesha msingi halisi wa kuundwa mahakama ile, lakini msingi huo halisi umekutana na ukweli ambao sasa ni wa kisiasa za dunia ambao unatawaliwa na wababe. Jambo ambalo linatangazwa katika kuunda mfumo kama hii huwa ni kuweka haki kwa wote duniani, lakini utendaji wake unakuja kuthibitisha kwamba sio haki kwa wote, bali ni mkandamizo kwa wale ambao ni wadhaifu. Kwa hiyo nadhani utendaji kazi wake utazidi kukumbwa sana na mgogoro wa ndani, na hata nchi wanachama pia watakosana kabisa kuweza kushirikiana na kuipa nguvu mahakama hii ambayo sana inategemea utashi wa kila nchi mwanachama. Hata yenyewe kwanza tujue haina polisi, haina nini, inategemea utashi wa nchi wanachama katika kushirikiana kwao. Ikiwa kama nchi nyingi wanachama watapuuza na kushirikiana nayo, nadhani watapata sana matatizo na udhaifu utakuwa mkubwa wa kuweza kutekeleza maamuzi yao. Kifupi, Mali, unauona wapi mustakabali wa mahakama ya ICC kwa ujumla wake? Mustakabali wake nadhani sintasema kwamba ni shirika ambalo ni mahakama ambayo inaweza kufutika, lakini itadumu muda mrefu katika udhaifu, na uhalifu mkubwa duniani utaendelea, na hakutokuwa chochote ambacho mahakama hiyo itaweza kusimamia, na hii hali itaturudisha kwenye muda ule wa kabla kuundwa kwa mahakama hii, kwa sababu dhulma na kutokuwa na haki kumezidi kudhihirika hasa katika kitendo hichi cha kumtoa Bwana Khan. Asante sana. Dr. Mwilima hapo Berlin, neno lako la mwisho kuhusu mustakabali wa mahakama hii. Tunakaribia kufika mwisho wa mjadala wetu. Nadhani kuna haja kubwa sana ya nchi wanachama kuendelea kuipa hii nguvu mahakama, kwa sababu tunafahamu kabisa kwamba kuna baadhi ya mahakama za ndani ya nchi ambazo haziwezi kutoa hukumu ambazo hazina bias. Kwa hiyo mahakama kama hii ndio ilikuwa kama tegemeo la watu wengi ambao hawaamini mahakama za ndani, ili mambo yakitokea katika nchi zao waweze kwenda katika ngazi za juu za kimataifa kwenda kupata justice. Kwa hiyo nadhani ni mahakama ni kupata haki. Kwa nadhani ni mahakama muhimu sana ambayo nchi wanachama inabidi ziendelee kuiunga mkono na kuhakikisha kwamba inaendelea kuwepo. Ziendelee kuiunga mkono, lakini kumekuwa na malalamiko mengi katika kipindi chote hiki kwamba mahakama hii inazibana zaidi nchi za Afrika. Dr. Unasema kifupi? Inazibana nchi za Afrika, lakini tumeona sasa hawa waendesha mashtaka wanaokuja sasa hivi labda wanaweza wakabadilisha hiyo picha na kuanza hata atakayefuata baada ya Khan. Nadhani labda kama ataweza kuonyesha kwamba anaweza pia akazifuata hizi nchi kubwa na kufungua mashtaka na kutoa waranti za kukamatwa, nadhani tutakuwa tunaelekea pazuri kuliko kupata mwendesha mashtaka ambaye atakuja na kuendelea na hizi nchi maskini na kuacha hizi nchi kubwa ziendelee kufanya yoyote wanayotaka. Haya, asante sana Dr. Mwilima ukiwa hapo Berlin, na Mali Ali ukiwa katika jiji la Paris huko Ufaransa kwa kushiriki mjadala huu. Asante sana.